Naam, ni Hot Biz, siku nyingine tena tupo katika kona ya michezo na tunazungumza na Meja wa Yanga. Tumekutana naye sehemu moja classic sana. Tuzungumzie michezo miwili mitatu. Meja, asalamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani niko sawa. Nuru unayo. Tunaona una nuru kabisa. Wakati niko timu ya nguvu mbili nilikuwa naonekana kama mzee. Yani unajua kuna wakati kumbe wewe ndo wale waasi. Sio waasi. Mimi ndo shabiki pekee ambaye nimehudumu kwenye vilabu vyote. Na ni shabiki pekee ambaye nimetoka zangu Simba nimekuja Yanga na nimekuwa mwenyekiti wa tawi ya Yanga Green Army ambayo inapatikana Msimbazi Center. Sasa ni vitu ambavyo hakuna mtu mwenye historia kama ya kwangu mimi. Na kama kuna shabiki kama huyu ambaye ametoka kutoka klabu hii kwenda klabu hii afa amekuwa mwenyekiti wa tawi, unaweza ukaniambia ni nani? Kweli kabisa. Hii ni exclusive kabisa. Yaani umetoka Msimbazi ukaja Yanga na ukapata mwenyekiti kabisa. Ni mwenyekiti wa tawi. Tunavyoongea hapa adhana inapigwa. Sasa tutasema uongo, hatuwezi kusema uongo. Ni vitu ambavyo tunamshukuru Allah, mambo yanazidi kwenda. Ni kweli unazungumza ukweli kwa sababu tunaongea hivi na adhana inapigwa. Kwa hiyo ni ngumu sana kusema kuwa unaongea vitu tofauti. Lakini Meja, natamani uniambie kitu kimoja, kwa wakati upo Simba, ni kweli kabisa kwamba kiwanja cha Mkapa ni cha baba, kwa maana mtoto hawezi kushia na baba, yani kile kiwanja cha Simba Sport Club ambao wao ndo wazazi wanavyosema wenyewe, kwa mujibu wao wenyewe? Kwa mtu mwenye akili ya kushikiwa ndio unaweza kusema hivyo, kwa sababu ule unaitwa uwanja wa Mkapa, kwa maana uwanja wa taifa. Mwanzo ilikuwa uwanja wa taifa, ulikuwa ni ule ambao baadaye kubadilishwa kuwa Uhuru. Sasa hivi ule unaitwa uwanja wa taifa. Ili la Mkapa lilikuja baadaye baada ya hayati Magufuli kubadilisha jina kutoka kwenye uwanja wa taifa umekuwa uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo ule sio uwanja wa Simba wala uwanja wa Yanga. Sasa mtu anayekwambia kwamba ule ni uwanja wake anaweza kuwa na matatizo kidogo ya afya ya akili, lakini ukweli ni kwamba ule ni uwanja wa Mkapa na uwanja wa taifa. Ule ni uwanja wa Tanzania. Kwa hiyo timu yoyote inaweza ikaja pale ikacheza. Kusema kwamba ukicheza pale labda useme kwamba nikicheza kwa Mkapa na kuwa na bahati nao. Katika maisha unaambiwa usililie kujua lilia bahati. Ukizungumza kwamba timu fulani labda ikiwa kwa Mkapa inakuwa na bahati ya kushinda pale labda, lakini kuniambia kama mtu ni uwanja wake, hapana. Kumbe unakiri kwa Simba Sport Club wana bahati na uwanja wa Mkapa? Sijasema hivyo, nimesemaje? Kama mtu labda ajinasibu kwa kauli ya kusema kwamba uwanja huu nikichezea ninakuwa na bahati nao, ni sawa, lakini walishawahi kushindwa kwenda kwenye michuano kama mara mbili pale na UD Songo na wale wa South Africa, walishindwa kwenda hatua inayofuata kwenye uwanja huu. Kwa hiyo kuna wakati uwanja ule wanafungwa, na pale vile vile tukikutana nao kwenye dabi vile vile tunawafunga kwenye uwanja huu wa Mkapa ambao wao wana bahati nao. Kwa hiyo kuna wakati wanapozungumza wao wanajua wanazungumza nini. Na wanasema wameomba kwa wenye mamlaka watumie uwanja ule siku ya Jumapili, kwa maana ya hawawezi kushare uwanja mmoja na Young Africa. Unahisi kwa nini wameomba watumie uwanja wa Mkapa na wameomba siku ya Jumapili na isiwe ya Jumamosi kama hapo awali ilivyokuwa? Ni kwa sababu wanakwenda tarehe 30 wanakwenda kufanya uchaguzi wao. Hawana fedha za kufanya uchaguzi, yani kwa maana ya kufanya mkutano wao. Matajiri wote wale. Nisikie vizuri. Hawana uwezo wa kufanya mkutano, kwa hiyo wanalazimisha wakusanye mapato mengi ili waweze kuaccommodate mkutano wao. Na ndio maana hata jana walizindua kampeni zao za ushangiliaji. Walienda sehemu ambayo ina hadhi ndogo sana. Unajua klabu inapojinasibu kwamba nafasi lazima uwe karibu na watu wako, lakini nisikie sehemu yenyewe walienda kufanyia malaki ni sokoni. Alafu sokoni sawa, sio mbaya sokoni, lakini eneo lenyewe unakuta hapa kuna watu wanauza kuku, watu nani, kwa kifupi ni eneo ambalo si rafiki sana, umeelewa? Alafu hawakuwa na watu, yani kwa maana ile ya cloud ilikuwa ni ndogo. Walichofanya walikuwa na kikundi chao cha ushangiliaji cha ngoma kile, umeelewa, ndio ambao walikuwa wameenda kuanikiza. Sisi huko tushavuka, na mimi jana nilikuwa pale ile eneo kwa sababu ni maeneo yangu ambao wakati mwingine tafuta riziki. Nikawashauri nikawaambiaje, muende kisasa kidigital kama ambavyo sisi Yanga tunafanya. Hatutumii ule mfumo wa kwenda na speaker, umeelewa? Sisi tunatumia mfumo wa sisi influencers. Mmoja hapa mzee wangu Ukoto, niko mimi, yuko Godi Yanga, yuko Fumau, uko official mume wako. Yaani tuko wengi sana ambao tunafanyaje? Tunaanikiza wakina Mwalimu Yanga, wakina Kisugu. Kisugu hapana, Kisugu timu yake nguvu mbili huko. Okay. Sisi ni influencers ambao likitokea swala kama wala kufanya promotion, maana sisi tunaingia kwenye social media, tunaenda kwenye radio, TV stations kwa ajili ya kufanya promotion ya timu. Wavuke huko kwenda kuchukua speaker, alafu wanapita mtaani watu ambao hawajulikani, kwa sababu jana ukiangalia hakuna influencer moja ambaye alikuwa pale. Sana nilimwona Dr. Mona alienda kwa shughuli zake, na huyu nani Saluti alikuwepo, hao wawili, umeelewa? Lakini sisi kwenye tukio la Yanga utamuona kila
yule anaitwa influencers kwa ajili ya kupromote na nini. Na kwa nini unafikiri kwa nini hao influencers wa Simba wanakaa mbali na timu? Ni kwa sababu wanabaguliwa. Yaani kuna ubaguzi fulani ambao upo mule ndani, yaani kuna ukabila fulani, yaani mambo fulani ambayo ya kubaguana. Kiasi kwamba wananuna, umeelewa? Wananuna, mtu kama Mzalamu ananuna, mtu kama Kisugu ananuna. Sasa kwa nini asinune? Sasa kama wewe unakaa labda unamjali mzee wa Saluti peke yake, Mzalamu haumjali, Kisugu ananuna. Kwa sababu kwanza ukiacha ya jana walinuna kwenye tukio la walifanyiwa dhuluma, walitakiwa wasafiri influencers wote waende zao kutangaza mambo ya jezi, umeelewa, ambao mdhamini wao alitoa fedha karibia kila mmoja alikuwa anataka kulipa kama milioni 5 hivi, umeelewa. Sasa zile kuna wajanja pale wakazipiga zile pesa. Kwa hiyo hao influencers wa Simba wamechukia. Kwa jana baada kuna matabaka pale, nisikilize vizuri, jana baada ya kuitwa kwamba jamani njooni tu jambo tulifanye, akasema sisi mshatudhulumu fedha zetu. Kwa hiyo kwa kifupi wamekaa mbali na timu wakiwa wanasubiria kwamba hii timu kama wamemsusia msemaji wao, wamemsusia kwa sababu kuna mambo katikati yalikuwa yanaendelea hayakuwa mazuri kwa influencers. Kwa hiyo hata hili swala la kusema kwa viingilio vifanywe bure, mashabiki kukataa au influencer labda hawalijui hilo swala. Sikiliza, mashabiki wamekataa bure, hawataki bure, wanasema tuwezi kufanana na wewe. Sikiliza kauli ya Ahmed Ally inasemaje, kwamba tumeamua sisi kama klabu tuyaingize bure mashabiki. Ndio. Mashabiki wa kutengenezwa au mashabiki bandia wakasema hatutaki. Sasa je, muda gani uongozi ulikaa kupanga viingilio wakati walishakubaliana bure? Muda huo alivyosema hatutaki, hapo wanatangaza viingilio. Umeelewa? Kama ulisema hiki kitu ni bure, viingilio mlikaa muda gani? Waliweka balance kwamba wakikataa tufanye hivi. Hakuna balance. Yaani neno linapotoka klabuni maana yake ni uongozi mmekubaliana nyinyi kama uongozi ili jambo tulifanye bure. Sasa kama jambo mmekubaliana kulifanya bure, hivi viingilio vilitoka wapi? Yaani kwa maana hiyo karatasi ya viingilio baada ya kusema bure tu Mangungu akatuma waraka hapo jamani viingilio viko hivi. Inawezekana maana swala lilikuwa la fedha, isipokuwa waliwapanga watu wa ushangiliaji kwamba tuwakoge Yanga. Yaani walikuwa wanatukoga sisi, lakini mwisho wa siku tumegundua mtego wao. Na kama wao wanapenda vitu vya bure, hawapendi vitu vya bure, mbona kwenye mechi yetu sisi zidi ya Silver Striker walikuwepo uwanjani? Walilipa. Wao hawapendi bure. Walikuwepo uwanjani. Walikuja kwa support kwa sababu wana support. Wao hawataki vitu vya bure. Umeelewa? Muone walikuja uwanjani. Yaani wengine ni walevi wa mpira meja. Uwezo ukasema wewe shehe auli nguruwe lakini unakunywa mchuzi. Meja wanasema kuwa starehe gharama. Ndio. Starehe ni gharama. Uwezo ukasema kwamba unaenda kwenye starehe afu kaenda bure. Kuna starehe kama kuitazama Yanga. Ujue yaani uzuri wa Yanga. Umeelewa? Ni timu ambayo inashiriki michuano halisi. Manake sisi tunashiriki michuano ya klabu bingwa. Hebu niambie, Simba ni bingwa wa nchi? Simba wanashiriki shirikisho. Sio shirikisho. Hakuna mshindi wa pili. Yaani hawa CAF wanatakiwa watoe kipengele kama walivyotoa mwanzo, ukitoka huku shirikisho usiende tena klabu bingwa. Kumuingiza mtu wa nafasi ya pili kwenye michuano ya klabu bingwa manake umeisigina michuano. Kwa hiyo sisi ndio mabingwa Yanga. Simba anacheza klabu bingwa kama nani? Manake sisi ndio tumembeba ubingwa wetu sisi yetu, alafu sisi wao tunapanga ile column nani akae na nafasi ya pili, ya tatu na ngapi. Na kwa jeuri ambao wameileta msimu huu, maana tutamchukua Singida sasa atakaa nafasi ya pili afu atarudi ya tatu. Sababu msimu uliopita unajua tumeondoka na Azam. Yaani sisi Yanga ndio tunapanga nani tuende naye. Na ndio maana hata ulikuwa unamhoji mzee wa Maokota anakuambiaje? Kwamba katika ile wale timu 4 ambazo zinashiriki Champions League kwenye kundi letu sisi ambalo ni kundi la kifo, sisi ndio tutapanga sasa. Sisi ndio nafasi ya kwanza, ya pili sasa hao Waarabu watatu watajichagulia nafasi ambayo wanaitaka. Na tunafanya hivyo kijeuri kwa sababu sisi malengo yetu yashatimia. Yaani sawa malengo tayari. Nisikiliza sasa, ilikuwa nani makundi tayari. Ni sasa umeletewa chakula, umeshiba, lakini unataka kumkomoe tu. Yaani ukomoe kwamba ngoja nionekane kama mlafi. Ni ile sana. Kwa hiyo malengo yashatimia, lakini kwa sababu ya hizi kelele tunataka tuwaonyeshe kwamba Yanga ndio klabu ya mpira. Umeona sasa hivi kuna hiyo Yanga Soccer Academy. Wenzetu walileta tu ujanja. Alikuja mdhamini wao, si mfadhili wao, sababu nataka kuanzisha shule academy, si unaanzisha nini, mpaka leo imekuwa story. Walidanganywa kuhusu, yani wamedanganywa masuala mengi. Mpaka sasa hivi bado wana kesi yao ya kuahidiwa basi. Mpaka sasa hivi basi haijatimia. Umeelewa? Kwa hiyo wana vitu fulani vya ujanja. Na cha kushangaza na cha kuchekesha ni kwamba pale makao makuu yao ambao tayari washakodisha wote, wamebakisha chumba kimoja, chumba namba 4. Chumba namba 4 ambacho chumba hicho ni cha ulozi tu. Umeelewa?
Sasa juzi nimepita ile eneo nikaona wana duka lao wanasema hili ndio duka la timu. Kuna jezi za Arsenal zinauzwa kwenye duka la timu ambacho Meja ambacho hicho kitu huwezi kukikuta kwenye duka la Jangwani pale duka la yani kwenye duka la klabu yao ya Nguvu Mbili kuna jezi za Arsenal, jezi za Chelsea, jezi za Manchester. Kwa hiyo hii inamaanisha nini? Inamaanisha ni ujanja na nani yule mdhamini wao sio mfadhili wao alishasema kwamba hii klabu ameinunua Jairuti tajili. Sio nani Mo alishasema kwamba hii klabu yao ameinunua. Kwa hiyo ni vitu vya kushangaza kwenye klabu yao, lakini kwa sababu sisi tupo ambao sisi ni wananchi wazalendo wa nchi hii, hatuwezi kuwabagua, tunawapa support. Na kingine ukikutana na shabiki yote wa Simba muulize rangi nyekundu na nyeupe kwenye jezi yao au nembo yao ina maana gani? Sawa, ni Meja wa Yanga ameniachia question marks kwa ajili ya nyie watazamaji, muendelee kutazama na muendelee kumjibu Meja Yanga hichi ambacho alichokiuliza. Mimi naitwa Mpinga Shari na hii ni Hot Biz, tunaendelea kuongea na kuzungumza pamoja na wana michezo mbalimbali. Shukrani.